Galatians 3:13. Wagalatia 3 mstari wa 13. Inasemaje? Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya sheria. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya sheria. Kwa kufanyika laana. Kwa kufanyika laana kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Kwa maana imeandikwa. Wachia tu pale. Amen. Amen. Kristo utaendelea kidogo tu hapo, lakini nitakuambia ukiendelea. Kristo alifanyika laana kwa sababu yetu. Aha. Amen. Amen. So hii ni sababu moja Yesu alikuja hapa. Lakini ile laana imeandikwa ni laana ya gani? Si laana ya kwenu. Biblia inasema laana ya sheria. Amen. Amen. So hii si laana ya kwenu mlichinja mbuzi mbili. Hujasikia mahali imeandikwa ati Kristo alitukomboa kwa sababu grandfather yangu alichinjia mizimu ya milimani ng'ombe 3. Aha. Anasema ya kwamba Yesu Kristo alifanyika laana kwa ajili ya kutuondolea laana ya sheria. Aha. Laana ya sheria ni gani? Laana ya sheria ni ile inafanya mtu akuwe mwenye dhambi. Aha. Amen. Amen. Kuwa mwenye dhambi si kwa sababu umefanya dhambi. Aha. Nisikize vizuri. To be a sinner is not a must to sin in order to be a sinner. Aha. Amen. Amen. Sin is a nature. So wakati Yesu alikuja hapa duniani, alikuja kutuondolea laana ya sheria. Na laana ya sheria ililetwa na nani? Ililetwa na Adamu na Hawa. Oh, yes. Wakati walikula ile tunda. Aha. Tunaenda pamoja? Yes. Can you imagine hiyo ni miaka mingapi au walikula ile tunda? Aha. Na after 2000 years kutoka ile tunda ikuliwe, kuna miaka 2000 Yesu anapokuja kuzaliwa. So anatoa laana ya mtu ambaye anaitwa Adamu na Hawa. Maana imeandikwa. Hapo ndipo nataka unisomee. Maana imeandikwa. Kama umepotea anzia tena tu. Kwa kufanyika laana. Aha. Kwa ajili yetu. Aha. Kwa maana imeandikwa. Aha. Amelaaniwa yeye. Aha. Angikwaye juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu imeandikwa, amelahaniwa anayetundikwa kwa mti. Aha. Sasa hii laana Yesu alitoa sio laana ile ya babu yako. Aha. Sio laana ile ya mama yako. Aha. Sio laana ya ndugu zako na dada zako na watu wa kifamilia. Aha. Hii ni laana inaitwa ya sheria. Amen. Na ndio maana alitundikwa mtini. Aha. Alichukuliwa akawekwa kwa mti. Oh, yes. Maana Adamu na Hawa. Aha. Walinyoosha mkono. Oh, yes. Wakatoa tunda kwa mti. Aha. Na hiyo ndio iliwafanya wakaingia kwa dhambi. Aha. So Yesu alikuwa ndio hiyo tunda. Oh, yes. Ilirudishwa mtini. Aha. Inaitwa laana ya sheria. Aha. So kuna tofauti ya laana ya sheria. Oh, yes. Na laana ya kujitafutia. Amen. Na laana ya kwenu. Amen. Laana ya sheria huondolewa na mtu akiokoka. Aha. Anapomkubali Yesu. Aha. Na kumwambia Yesu akuwe mfalme. Aha. Katika maisha yake. Oh, yes. Aha. Are you here somebody? Yes. Laana ya sheria huondolewa when you make Jesus the Lord of your life. Amen. When we say Jesus is Lord, we simply means now Jesus is responsible for our life. Aha. We are not responsible for our life. Oh, yes. He is responsible for my life. Aha. Jesus is my Lord. Oh, yes. Anytime you call somebody Lord, Aha. you make him responsible Amen. for what will happen in your life. Amen. Ndio maana unaonanga maloya wanapoenda kotini, Aha. wanaita majaji my lord. Aha. Because now their case is lying on the judges. Oh, yes. The responsibility is upon judges. Aha. Even when you call your husband Lord, Aha. you simply means Oh, yes. this man will provide for me. Aha. The name Lord Oh, yes. simply means the master. Amen. No, I'm talking to the wrong people today. The right people. Glory to God. Amen.